Kwa hiyo nataka niwaombe na niendelee kuwasihi wapiga kura wote ambao wamejiandikisha waweze kujitokeza kwa wingi kupiga kura katika vituo ambavyo wamejiandikisha, kwa sababu hali ya wilaya ni shwari na hatutarajii kwamba patakuwa pana mwananchi yeyote mmoja miongoni mwetu ambaye anaweza kuattempt ama kujaribu kufanya vitendo vyovyote vya kuvunja amani ama makosa ya jinai, na tumekuwa tuna taratibu hizo. Mimi mwenyewe bahati nzuri nimefanya ziara katika tarafa mbalimbali na nimekutana na makundi mbalimbali ya bodaboda, bajaji, maguta na vijana katika maeneo mbalimbali ya wilaya yetu, na tumezungumza na vijana wamenihakikishia kwamba wako tayari kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura, na wao watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanalinda amani ya wilaya yetu. Lakini nataka tu kuendelea kusisitiza kwamba wakati kampeni zitakuwa zinahitimishwa kesho mpaka tarehe ya leo, toka vyama mbalimbali vimekuwa vikifanya kampeni katika wilaya ya Shinyanga, hatujapata rapsha yoyote, hatujapata tukio lolote la uvunjifu wa amani, hatujapata tukio lolote la vitendo vya makosa ya jinai ambavyo vimetokana na mazingira ya kampeni. Kwa hiyo vyama vimefanya kampeni zao kwa amani na utulivu, na tarehe 29 Oktoba kazi ya kupiga kura itakwenda kufanyika kwa amani na utulivu. Kwa hiyo kwa upande wa wilaya ya Shinyanga tuko shwari na tunaendelea vizuri. Lakini pia nilipenda nitumie fursa hii ili pia kuweza kutoa wito kwa sababu ni kweli kwamba pamoja na kwamba Shinyanga tuko shwari na hatuna tatizo lolote, lakini ukifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii unaona kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu aidha kutishia ama kusema kwamba siku ya uchaguzi watajihusisha na vitendo vya vurugu na kadhalika. Sasa bahati nzuri sio Shinyanga, lakini Shinyanga ni sehemu ya Tanzania na sisi wote ni Watanzania. Kwa hiyo nataka tu nitoe wito kwa Watanzania wenzetu mahali popote pale walipo kwamba taifa hili limekuwa likifanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Toka tulipata uhuru tumeshiriki uchaguzi toka mwaka 65, tumeshiriki uchaguzi mwaka 70, mwaka 75 na mwaka 80. Lakini pia tumekwenda kushiriki uchaguzi mwingine mwaka 85, tumeshiriki uchaguzi mwaka 90 na tukashiriki uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Na tokea hapo tumekuwa tukishiriki uchaguzi. 2000 tumeshiriki uchaguzi, 2005 tumeshiriki uchaguzi, na 2010 na 15 na 2020 tumeshiriki uchaguzi mpaka tunafika hii 2025. Mimi bahati nzuri ni wakili na ni mwanasheria. Kwa mujibu wa sheria zetu na hata katiba ya nchi yetu, hakuna mtu ambaye ana mamlaka ya kuzuia uchaguzi. Hakuna mtu ambaye ana mamlaka ya kuzuia uchaguzi. Kwa mfano, mtu mwenye mamlaka makubwa kabisa katika nchi yetu anakuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hana uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike. Isipokuwa kuna taratibu, labda nchi iko katika vita na atafuata taratibu maalum, bunge litahusishwa na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa mfano Rais pamoja na mamlaka yake yote hawezi tu kuamka akasema kwamba uchaguzi hakuna. Hakuna kitu kama hicho kwenye taifa letu. Sasa unaweza ukaimagine kama mtu mwenye mamlaka kama Rais wa taifa hana uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike, ni nani mwingine ambaye anaweza akawa na mamlaka ya kuzuia uchaguzi kwenye taifa? Hili ni jambo la kikatiba na hata Rais mwenyewe ongoza nchi kwa kufuata katiba inasema nini. Kwa hiyo nataka tu kusisitiza kwamba ukiwa Mtanzania wa kawaida, ukiona kwamba hata mkuu wa nchi hana mamlaka ya kuzuia jambo fulani kwa sababu liko kwa mujibu wa katiba, wewe mwananchi wa kawaida lazima uchukue tahadhari za hali ya juu. Asije akakudanganya mtu kutoka mahali popote kwamba wewe una uwezo wa kwenda kuzuia uchaguzi usifanyike. Sana sana utakuwa unatafuta madhara, kwa sababu kwa uzoefu wangu pia ni kwamba ukiattempt kuzuia uchaguzi, maana yake ni kwamba unailazimisha ama unataka nchi isifuate katiba yake, isifuate sheria zake ambazo zimewekwa. Kwa hiyo kwa kawaida utakutana na vyombo ambavyo
kazi yake ni kulinda katiba, kazi yake ni kulinda sheria na kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Wala hautakutana na mtu mwingine, maana mtu mwingine anaweza kadhani kwamba labda atakuwa anakutana na watu mbalimbali. Hapana, utakutana na hivi vyombo, na probably ukikutana na hivi vyombo, kwa uzoefu wangu, vitakuchukulia hatua mbalimbali. Kwa hiyo nataka niendelee kuwashauri Watanzania kwamba amka tarehe 29 uende ukapige kura. Lakini lingine katika hilo eneo, ninafahamu kwamba wale vinara ambao wanahamasisha sana Watanzania wasiende kupiga kura, na wengine wanasema kwamba Watanzania tukiamka tarehe 29 twende tukachukue nchi yetu. Nchi yetu labda imetekwa na watu wachache na kadhalika na kadhalika. Most of these people, sehemu kubwa ya hawa watu, ukifuatia profile zao, hawaishi Tanzania. Yaani mimi ambaye nazungumza hapa ndio naishi Tanzania hapa. Wazazi wangu wako hapa Tanzania. Watoto wangu wako hapa Tanzania. Familia yangu iko hapa Tanzania. Kwa hiyo unaweza kaona the difference. Kuna mwingine anazungumza huko anasema tuandamane, tufanye vurugu, tuchukue nchi yetu. Tena mwingine anatamka maneno ambayo actually ni treasonous. Ni maneno ambayo ni kama vile una attempt labda kutaka kupindua nchi. Ndio unaweza kusema tuchukue nchi yetu. Sababu nchi hii haiwezi kachukuliwa na mtu yeyote. Nchi hii na utaratibu wake wa kikatiba. Kila baada ya miaka 5 inafanya uchaguzi wa kuchagua madiwani, mbunge pamoja na rais. Na chama kinachoshinda ule uchaguzi kinakwenda kuunda serikali kwa mujibu wa katiba. Na masuala mengine baada ya kuunda serikali yanaendelea. Kwa hiyo katika nchi yetu hatuna temi ya kusema wananchi wa mke waende wakachukue nchi. Kwenda kufanya vurugu maeneo mbalimbali, kwa hiyo the so called kwenda kuchukua nchi. Alafu wakichukua hiyo nchi wanamkabidhi nani? Kwa sababu nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa katiba, taratibu na sheria ambazo zipo. Na hizo ndio lazima zifuatwe. Kwa hiyo naamini kwamba Watanzania ni watu wenye akili timamu na ambao wanajitambua vya kutosha na ambao wanatambua kwamba kufuata kampeni ya watu ambao labda wako Ulaya, wako Marekani na maeneo mengine na kutaka kuifanya iwe utekelezaji kwenye nchi yao ni jambo ambalo haliwezekani. Nataka nitoe challenge sababu kidogo mimi na uzoefu. Ukisema mambo ya maandamano mimi nina uzoefu nayo. Unapoitisha maandamano, lazima wewe ambaye umetia maandamano uwepo kwenye maandamano. Yaani uweze ukaitisha maandamano wewe uko Marekani, alafu nataka watu waandamane Tanzania. Ama mimi niko hapa Tanzania naitisha maandamano Marekani. Ama mtu yuko Uingereza anaitisha maandamano Tanzania. Hakuna maandamano ya namna hiyo. Kama kweli wa serious na unasema wewe ni mpiganaji ama mwanaharakati, unasema unaitisha maandamano, itisha maandamano alafu tukuone wewe uko front line unakwenda kuandamana. Funga safari hata kama ni kutoka nje ya nchi huko. Kama una hela za tiketi tunaweza tukakuchangia. Sababu wewe ni mwanaharakati labda unataka kuitisha maandamano Tanzania. Kwa hiyo funga safari. Mimi uzoefu wangu na maandamano. Uzoefu wangu na maandamano ni kwamba ukiitisha maandamano, wewe kiongozi uliyeitisha maandamano ndio utakuwa mstari wa mbele pale. Kwa hiyo huwezi ukaita maandamano ambayo wewe haupo. Hayo sio maandamano. Kwa hiyo hatuna nchi nyingine ya kwenda, ni hii ya kwetu. Ndio maana nasema there is no way kwamba mtu yuko ugaibuni anasema anataka sisi tuandamane Tanzania alafu yeye hayupo. No. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo nataka kuwatoa wito mimi kama kijana wa Kitanzania kuendelea kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania ambao baadhi yao katika mikoa mbalimbali wanahamasishwa wajihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, kwamba don't do that. Na huku kwetu kama hapa Shinyanga nimezungumza na vijana, sasa hivi mvua zimeanza kunyesha, watu wajipange wapige kura, warudi kwenye shughuli zao za uzalishaji wa mali na kutafuta vipato vyao na kujenga vipato vyao. Lakini jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kulizungumza la mwisho katika eneo hilo kama kutoa ushauri. Fuatilia, unaweza kukuta kwamba baadhi ya vyama vya siasa vimekabidhi mamlaka yake kwa the so called wanaharakati. Kwa sababu a political party must have an agenda. Na lazima hicho chama cha siasa kiran agenda. We have some of the parties. Tuna baadhi, kwa uzoefu wangu, tuna baadhi ya vyama ambavyo hivi sasa vimeondoka katika agenda zake za msingi. Sasa vinaendeshwa kwa pressure za wanaharakati. Ndio maana unaweza kukuta mtu labda yuko labda Ubelgiji ama Canada ama Uingereza anatangaza maandamano Tanzania. Alafu hata ukienda kwenye mitandao ukifuatilia unagundua baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanasupport yale maandamano na wanahamasisha wanachama wao kwamba ikiwezekana tukashiriki kwenye maandamano.
Kwa hiyo naona hivi vyama vimeshajisubject kwenye pressure za wanaharakati. And I wanna tell you this, kwa uzoefu wangu pia wa kisiasa, chama chochote cha siasa kikijisubject na kikajiweka kwenye mikono ya wanaharakati, hicho chama hakiwezi kikaenda mahali popote. Kwa sababu mwanaharakati na mwanasiasa ni watu wawili tofauti kabisa. Mwanasiasa ni mtu ambaye anaweza akakuta watu wanapigana hapa, mwanasiasa akawaachanisha. Mwanaharakati akikuta hapa watu wanapigana, anaweza akataka wapigane na wauane kabisa. Kwa hiyo nataka tu niwakumbushe kwamba kuna vyama mnaweza mkaanza kuona vinapoteza uwezo ama vinapoteza nguvu katika nchi kwa sababu ya kukubali wanaharakati waongoze vyama. Chama cha siasa kinaongozwa na wanasiasa wenyewe wanajifungia. Chama cha siasa kiongozwe na wanaharakati. Kwa hiyo nitaka kutoa hiyo precaution kulingana na uzoefu wangu mkubwa kwenye masuala ya kisiasa ndani ya nchi yetu, ili kufanya watu wote waendelee kuwa salama.